हो गया अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba wale ambao tukiwaimarisha katika ardhi watasimamisha swala na watatoa zaka na wataamrisha yaliyo mema na watazuia yaliyo mabaya, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo mwisho wa mambo. Alhamdulillah, leo Jumuiya ya Ahmadiyya ya Japan imebahatika kujenga msikiti wake wa kwanza. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika ujenzi wa msikiti huu, na nyinyi muweze kutekeleza yale majukumu ambayo ni majukumu ya kujenga ujenzi wa msikiti. Wale ambao si wanajumuia wao pia wanajenga misikiti na wanatumia mamilioni na mamilioni katika ujenzi wa misikiti, na wanajenga misikiti yenye maridadi sana hapa katika nchi ya Japan. Ingawa Jumuiya ya Ahmadiyya imejenga msikiti wake wa kwanza, lakini hii si msikiti wa kwanza wa nchi hii. Inasemwa kwamba katika nchi hii Waislamu wengine wana misikiti 100 au zaidi ya 100. Basi kujenga misikiti si kitu kikubwa sana kwamba baada ya kujenga tuweze kusema kwamba katika tumekuja Japan, basi lengo letu la kuja hapa Japan limetimia kwa sababu ya hii. Na wengine wanasema kwa fahari sana kwamba msikiti huu tuliojenga hapa, msikiti huu sawa na upana wake ni msikiti mkubwa kushinda misikiti yote ya Japan. Lakini kitu hiki pia si muhimu sana kwamba kwa sababu ya hii tuone kwamba tumeshapata malengo yetu ya mwisho. Lengo letu litatimia wakati sisi baada ya kufanya bayeti ya Sayyidina alayhi salatu wassalam tutafanya juhudi ya kupata lengo la bayeti yetu, na lengo lile ni hili kwamba sisi tujenge uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, tuwe karibu naye na tuweze kutimiza haki ya ibada yake, vile vile tuweze kutimiza haki ya viumbe vyake. Na sisi kwa kuzingatia amali zetu, vitendo vyetu, tuweze kuboresha zaidi amali zetu. Tuweze kuwafikishia wananchi wa nchi hii ujumbe mzuri wa Islam. Wakati nchi ya Japan ilipopata uhuru wa dini, na wenyeji wa Japani pia walianza kuelekea kwenye dini, wao walianza kuelekea kwenye Islam pia. Wakati ule Sayyidina alayhi salatu wassalam aliambiwa kuhusu hali yao hii. Sayyidina alayhi salatu wassalam alionyesha hamu yao ya kuwafikishia hawa wananchi wa Japan ujumbe wa Islam, na alisema waziwazi Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba ikiwa wananchi wa Japan wameanza
kuelekea kwenye islamu takriban 100 iliyopita. Basi katika hali hii tunalazimika kuwafikishia ujumbe wa islam. Pengine watu wa japan wana haja gani ya kuelekea kwenye dini iliyokufa? Sainam al-islam alisema wale yani waislamu wengine ambao si wanajumuia ambao hawana roho na asili ya islamu, wao watawafaidi wengine namna gani? Amesema Sainam al-islam kwamba waislamu wengine kwa kufunga mlango wa ufunuo wamefanya dini yao kama ni mfu, dini ambayo haina uhai. Sayyidina al-islam alisema kwa uchungu sana kwamba waislamu wengine kwa kufanya hawajidhulumu, kwamba kwa kusema hii kwamba mlango wa ufunuo umefungwa, bali kwa kuwaonyesha wengine vitendo vibaya wanawazuia watu wengine ili wasiingie katika dini tukufu ya islam. Wao wana silaha gani ya kuangamiza dini nyingine? Sayyidina Mtume alisema kama watu kadhaa watayarishwe kwa ajili ya kazi hii ambao wanakuwa na uwezo wa kuhubiri. Kisha Sayyidina Mtume alionyesha hamu yao ya kuandika kitabu kwa ajili ya wananchi wa Japan ili wapate mahubiri. Basi jinsi Sayyidina Mtume kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duniani. Japan pia ilikuwa ndani yake, haipo nje, wala visiwa vingine pia havipo nje, na vile vile dunia nyingine pia haipo nje. Hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi umebahatika kuja katika nchi hii na kuishi katika nchi hii. Hii ni ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba miongoni mwenu wapo wengine ambao baada ya kuhamia hapa Mwenyezi Mungu aliweka baraka sana katika biashara yao. Takriban wote ni wa aina hii kwamba baada ya kuhamia hapa hali yao iliboreka, yani hali ya uchumi iliboreka sana kuliko Pakistan. Miongoni mwenu wapo wengi ambao mababu zao walijiunga na jumuiya, na bila shaka miongoni mwa hawa watakuwepo wengine ambao baada ya kusikia maandiko haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuwa na hamu kwamba lao tungepata nafasi ya kuwahubiri watu wa Japan na watu wengine wa dunia, basi tufikishe ujumbe wa Islam duniani kote. Lakini hamu yao ilibaki katika mioyo yao, hawakuweza kufanya hivi. Lakini nyinyi Mwenyezi Mungu amewapatieni bahati na nafasi kwamba mmekuja hapa katika nchi ya Japan, na vile vile mlienda katika nchi mbalimbali za dunia ili muweze kufikisha ujumbe huu. Je, nyinyi mulikuja hapa, mulihamia hapa Japan kwa ajili ya kuboresha uchumi wenu, mali yenu? Sayyidina sallallahu wasallam anaonyesha uchungu wake kwamba waislamu wengine hawawezi kufikisha ujumbe wa Islam katika nchi ya Japan kwa sababu hawa watu wamefunga mlango wa ufunuo wa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi wamethibitisha kwamba dini ya tukufu ya Islam ni dini ambayo imekufa. Basi watu wa Japan au watu wengine wanaoishi duniani watahitajije dini ambayo imekufa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ni nyinyi ambao mnaweza kuthibitisha kwamba dini tukufu ya Islam ni hai, na mnaweza kuwaelezea wengine uzuri wa dini tukufu ya Islam.
wakati wao walifunga mlango wa kuja karibu na Mwenyezi Mungu wenyewe. Katika hali hii tofauti gani ilibaki kati ya Waislamu na watu wa dini zingine? Ikiwa tunataka kuthibitisha ubora wa Islam duniani, basi hii tunaweza kufanya kwa kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu na kwa kuja karibu naye. Tunaweza kuonyesha ubora huu kwa kuambia watu wa dunia kwamba Mungu wa Islam bado anaongea amtakaye na ampendaye. Basi kwa ajili ya kuthibitisha ubora huu na uzuri huu, baada ya kuhamia hapa, hii haitoshi kwamba uchumi wenu umeboreka au hali yenu ya mali imeboreka, bali kila mmoja wenu anatakiwa aje karibu na Mwenyezi Mungu na awe na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam, sisi hatuhitaji upanga wowote. Kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam wanahitajika wale watu ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu kwa kikamilifu. Kwa ajili ya kusambaza Islam tunahitaji watu ambao wanaboresha ibada yao. Kwa ajili ya kusambaza na kueneza Islam wale wanahitajika wale watu ambao badala ya kuwaua watu wanafanya jihadi dhidi ya nafsi zao, na kwa kufanya hivi wanaboresha hali yao ya kiamali na hali yao ya vitendo. Hii ni huzuni kwamba Waislamu wamekataa kwamba Mwenyezi Mungu anaongea, anazungumza, na upande mwingine wanajaribu kusambaza Islam kwa kutumia upanga, wanajaribu kusambaza Islam kwa kutumia nguvu, na wanaendelea kuwa magaidi zaidi kwa kuwaua watu ambao hawana dhambi. Wanasema kwamba wao ni Waislamu. Hivi karibuni katika mji wa Paris, tukio lililotokea lilikuwa dhulma kabisa. Hawa watu kwa kufanya vitendo vya aina hii hawapati fadhila za Mwenyezi Mungu, bali wanapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi kuhusiana na hii pia wanajumuiya wamepewa jukumu kubwa sana, kwamba ikiwa upande mmoja mnalazimika kuboresha ibada yenu, vile vile muwahubiri watu wengine kwa kutumia mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Basi msikiti huu mliojenga mutimize haki yake, na kwa ajili ya kutimiza haki hii mnalazimika kusali swala 5 ndani ya msikiti huu. Kwa ajili ya kutimiza haki ya msikiti huu mnalazimika kuboresha ibada yenu. Kwa ajili ya kutimiza haki yake mnalazimika kuzingatia kuchunguza vitendo vyenu. Kwa ajili ya kutimiza haki yake mnalazimika kuboresha mahubiri yenu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam sehemu moja ameandika, ikiwa mnataka kusambaza ujumbe wa Islam, basi kule mujenge msikiti. Bila shaka njia za kusambaza Islam zitafunguliwa kwa ajili yenu. Basi msikiti huu unatoa majukumu makubwa sana juu yenu, kwamba muboreshe ibada yenu, na pamoja na hii muwe tayari kwa ajili ya kufanya mahubiri. Hazuru anasema kabla ya ufunguzi wa msikiti huu, media imesambaza sana habari ya ujenzi wa msikiti huu, na kwa sababu ya hii Islam yenye amani na usalama, ujumbe wake umeelezwa mbele ya wananchi. Sasa kwa kupata faida kutoka katika hali hii, ni jukumu la kila mwanajumuiya anayeishi hapa. Kwa ajili ya watu wa Japan, msikiti si kitu kipya. Kama nilivyosema hapo awali kwamba inasemwa kwamba Waislamu wengine wana misikiti takriban 100 katika nchi hii. Kwa nini ufunguzi wa msikiti wetu umepewa umuhimu zaidi au sana? Kwa sababu ya hii sababu yake ni hii kwamba sisi tunaonyesha picha ya Islam tofauti na Waislamu wengine.
na picha ni ile ilionyeshwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa ajili ya kuonyesha picha hii katika zama hii Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Basi kwa ajili ya kuonyesha picha hii ya Islam, nyinyi pia mnalazimika kutimiza jukumu lenu, na majukumu haya hamwezi kuyatekeleza mpaka nyinyi msiwe na hali hii kwamba umeimarika katika itikadi zenu, bali mufanye juhudi ya kuboresha vitendo vyenu pamoja na imani yenu. Mujaribu kuimarisha udugu na muweze kuboresha hali hii zaidi na zaidi. Mahali ambapo Sayyidina alayhi salam alitutaka tuwe pale, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitutaka, sisi tunatakiwa tuwe pale, tuendelee kuchunguza kwamba je, tumefanya nini kuhusiana na hii. Tunalazimika kuzingatia mfano wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na habari yake inapatikana ndani ya Qur'ani tukufu pia. Basi kusema hii kwamba alhamdulillah tumempokea imamu wa zama hizi, alhamdulillah sisi ni wanajumuiya, hii haitoshi kabisa. Aya niliyosoma mbele yenu, mambo yaliyokumbushwa katika aya hii, Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu mambo. Kwa hakika ni Wahmadia ambao walihutubiwa, kwa sababu sisi ni wale ambao tuliopokea imamu wa zama hizi. Ni sisi tu ambao uhalifa unapatikana ndani yetu. Kwa ajili ya mwanajumuiya ambaye aliyempokea imamu wa zama hizi na yule ambaye anadai kwamba anafuata uhalifa, kwa ajili ya huyu Mwenyezi Mungu ameweka masharti kadhaa. Ya kwanza ni kwamba muendelee kuzingatia swala zenu. Hili ni lengo la kuumbwa kwenu. Ikiwa nyinyi hamswali swala 5, ikiwa nyinyi hamzingatii ibada ya Mwenyezi Mungu, basi katika hali madai yenu yote si sahihi kwamba sisi ni Waislamu haswa, na madai yenu katika hali si sahihi kwamba sisi tutaleta mapinduzi duniani. Katika hali hii madai yenu si sahihi kwamba sisi tumempokea mtumishi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Sayyidina alayhi salam alieleza lengo la kuja kwake kwamba mwanadamu ajenge uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Kisha amesema kwamba lengo lingine ni kwamba muitimize haki ya wenzenu. Katika aya hii pia Mwenyezi Mungu anasema sifa nzuri za watumishi wa Mwenyezi Mungu ni kwamba wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na wanatimiza haki ya ibada yake katika mali yao kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya heri ya binadamu, wanatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tena si kwamba wanafanya katika maisha yao, mapinduzi haya wanaleta katika maisha yao kwamba wanafuata njia za uchamungu, bali kwa kuonyesha mifano yao mzuri wanauta wengine pia upande wao, na wanawaambia kwamba lengo la maisha ni nini. Wanawaelezea kwamba namna gani wanaweza kuipukana na shetani. Basi ikiwa sisi katika zama hii tumempokea imamu aliyekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii tunalazimika kuzingatia mambo haya yote, kwamba hii ihsani aliyotufanyia Mwenyezi Mungu, ila hali Waislamu wengine wametawanyika, hawana umoja, wao hawana sauti ambayo inaweza kuwajumuisha chini ya mkono mmoja. Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam na kisha baada yake kufuata nidhamu ya uhalifa ametupatia
uimara kiasi hiki kwamba tunakaa kwa sauti moja na tunasimama kwa sauti moja. Na imara si kupata utawala, bali kupata utulivu wa moyo pia ni utawala. insha allahu taala wakati itakuja wakati serikali mbalimbali pia kwa kumpokea sayyidina alayhi salatu wasalam itaelewa dini sahihi. Lakini siku hizi pia dunia imeanza kuelekea upande wetu, imeanza kutuona sisi, na dunia inataka tuambie mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hii pia ni uimara ambayo inaweka juu ya dunia. Watapata faida wale tu ambao watakaozingatia amri za Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu alisema kwamba kwa ajili ya kuwa warithi wa fadhila hizi muendelee kufanya mema na musambaze mema na muepukane na maovu, na vile vile muwakoe wengine pia katika maovu. Na mkiendelea, madamu mkiendelea kufanya hivi, mtaendelea kupata maendeleo. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke dawamu kwamba aendelee kuboresha amali zake na vitendo vyake, ndipo tutaweza kuvuta dunia upande wetu. Kisha kitu hiki kitatupatia uimara. Kisha serikali mbalimbali pia kwa kufuata mafundisho haya itakuja katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Mwenyezi Mungu anawabashiria Waislamu kuhusu jambo kubwa sana, lakini anawabashiria wale Waislamu ambao si wadhalimu bali wanafanya uadilifu, wale ambao hawamsahau Mwenyezi Mungu bali wanatimiza haki ya ibada yake, wale Waislamu ambao hawayangai haki za wengine bali wanatimiza haki za wengine, na Waislamu ambao hawazingatii nafsi zao tu bali wanawasaidia wengine, na ni wale ambao wanafuata uhalifa, na wasiwe ambao wanasema ahadi tu bali kwa ajili ya kusambaza mema na kwa ajili ya kuzuia katika maovu. Kwanza wachunguze nafsi zao. Na ni wale ambao wanaacha kibri kwa ajili ya kuboresha jumuiya. Hivi ni vitu ambavyo tunaweza kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Hivi ni vitu ambavyo kwa sababu ya kufata vitu hivi tutatimiza haki ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hivi ni vitu ambavyo vitatusaidia kuwa wanajumuiya ambao Sayyidina alayhi salatu wasalam alitutegemea. Miongoni mwenu wapo wengine ambao wanasema sisi kwa ajili ya uhalifa tupo tayari kujitolea kila kitu, lakini wakati nyinyi mnapoambiwa kwamba msiwe na ihtilafu kati yenu na mnalazimika kuwa kitu kimoja, basi mnaanza kuleta udhuru mbalimbali. Basi ikiwa mnataka kuwa waaminiwa hasa, badala ya kutafuta udhuru kwa ajili ya ihtilafu yenu, bali muwe wenye kuleta usalama na amani katika jamii. Wakati ninyi mnajinasibisha katika msikiti huu katika hali hii, mkumbuke kwamba ninyi hamjinasibishi katika matofali tu bali mnajinasibisha katika imamu ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma ili amlete mtumishi wake karibu na Mwenyezi Mungu, na kwa kuondoa kila kibiri na fahari tufuate nidhamu ambaye inatutaka tujitolee. Na hii si ni kujitolea nafsi yetu bali ni mali pia.
na hii si kwamba inataka kwamba wengine wajitolee, bali inatukumbusha kwamba kwanza sisi wenyewe tujitolee, na inatuambia kwamba je, mnayosema na mnafuata wenyewe katika maisha yenu au la. kwa ajili ya nahi anil munkar, kwa ajili ya kabla ya kuambia wengine, inatuambia kwamba kwanza tuchunguze nafsi zetu. Hazuru anasema miongoni wetu wengi wenu ni wale ambao waliohamia hapa kutoka Pakistan, mahali ambapo mulikuwa hamruhusiwi kufanya ibada na mulipigwa marufuku kuhusu ibada yenu, na mnateswa kwa ajili ya hii. Umekuja kutoka katika nchi ambapo mkisema msikiti wenu msikiti, mnalazimika kufungwa gerezani kwa miaka 3. umekuja katika nchi ikiwa mkisema salamu mnaenda kwenye jela kwa miaka 3. miongoni mwenu wapo wengine ambao kwa sababu ya mateso yao walikuja hapa kama ni wakimbizi, waliomba asylum, na wapo wengine ambao wanafanya biashara. basi muzingatie sana kitu hiki kwamba namna gani Mwenyezi Mungu aliwajalieni fadhila zake hapa, kwamba nyinyi hampigwi marufuku kuhusu ibada yenu, na nyinyi hampati adhabu ikiwa mkiita msikiti wenu ni msikiti, na ujumbe wenu wa usalama unapendwa badala ya kutumwa kwenye jela. je, mambo haya yote hayatutaki kwamba sisi tulete mapinduzi ndani yetu na tuelewe lengo la kuumbwa kwetu, badala ya kufuata tamaa za nafsi zetu, bali tufanye juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na tukae kwa usalama na amani na kwa upendo, na vile vile tusambaze upendo katika jamii pia, na mupate sifa zile ambazo Mwenyezi Mungu anatutaka. Kwa sababu ya kujengeka kwa msikiti hatuwezi kuwa na sifa hizi zote, bali kwa ajili yake hii mnalazimika kufanya juhudi sana. hizi sifa ni sifa gani? Mwenyezi Mungu ameeleza sifa hizi ndani ya Qur'an tukufu. Sehemu moja anasema at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna al-rakiuna as-sajiduna amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin, yani wenye kufanya tauba, kufanya ibada na kumtukuza Mwenyezi Mungu na kufanya safari katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wale wanainama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wanafanya sajda na wanaamuru mambo ya mema na wanazuia katika maovu, na wale ambao wanalinda mipaka ya Mwenyezi Mungu, hawa wote ni waaminiwa hasa. basi wabashirie waaminiwa aina hii. basi kama aliyosema Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwaminio, ikiwa nataka kuwa mwaminio, sharti ya kwanza ni kwamba atubu, yani akiri dhambi zake zote, na kwa kukiri dhambi zake ajitahidi na ahidi kwamba atajizuia katika maovu haya. na madhambi haya si makubwa bali maovu makosa madogo madogo ambayo yanaleta uharibifu katika nidhamu, hii pia inakuwa dhambi. na wakati mtakapotimiza ahadi hii kwa kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, muumini anatakiwa afanye ibada yake na kufuata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia ni lengo la muumini. na ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni nini? Kama nimeshawahi kueleza hapo awali kwamba ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni kwamba manadamu amabudu Mwenyezi Mungu kama alivyosema Mungu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yani mimi nimeumba jini na manadamu kwa ajili ya ibada yangu tu.
basi hakuna udhuru na kwa ajili ya matajiri wenye biashara, wala hakuna udhuru kwa ajili ya watu wa kawaida kwamba hawawezi kusali swala au wawe wavivu katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba katika ujenzi wa misikiti wengine wamejitolea sana au kwa kujipatia katika tabu, wengine walitoa mali yao kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huu. Watoto pia walionyesha mifano mizuri sana katika ujenzi wa msikiti huu, lakini hayo yote miongoni mwetu, hata kama alitoa mali nyingi sana katika ujenzi wa msikiti huu, kwa sababu ya kufanya hii nyinyi hamwezi kuwa na udhuru kwamba nyinyi mnakuwa mvivu katika ibada yenu. Kujitolea kwenu itakubaliwa wakati mtakapoimarisha msikiti wenu na wakati mtakapotimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema nyinyi muwe wenye kumtukuza Mwenyezi Mungu. Haki ya kumtukuza Mwenyezi Mungu itatimia kwa kufanya ibada yake. Mumtukuze Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kujenga misikiti hii Mwenyezi Mungu aliwapatieni nafasi. Mumtukuze Mwenyezi Mungu kwamba yeye kwa kuwapatieni msikiti huu amewafungulieni njia za mahubiri. Vile vile mumtukuze Mwenyezi Mungu hivi kwamba yeye kwa ajili ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam alitufungulia njia mpya. Mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hiyo, kwa sababu ya hii kwamba yeye aliboresha hali yenu ya kifedha na kuboreka kwa uchumi wenu na hali yenu ya kifedha, si kwa sababu ya akili au ujuzi au kwa sababu ya elimu ya mtu fulani, bali hayo yote ni kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mumkumbuke fadhila za Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu. Na vile vile hamdi ya Mwenyezi Mungu ni hii pia kwamba ikiwa nyinyi mnapata mateso katika maisha yenu, muendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, umsifanye kufrani ya Mwenyezi Mungu. Mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii pia aliwajalieni uwezo wa kumpokea imamu wa zama hizi na aliwasalimisha katika kupotea. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba waaminio katika safari zao pia wanatafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, yani safari zao pia zinakuwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi kuja kwenu katika nchi hii, nyinyi kwa kupata maendeleo katika mahubiri mnatakiwa kuwa kwa kufanya hivi mpate ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha alisema Mwenyezi Mungu waaminini wenye kufanya rukuu. Zura anasema rukuu moja ni rukuu ya swala, lakini maana yake nyingine ni hii kwamba wakati wao, nafsi zao na mali zao wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi muzingatie, mchunguze ahadi zenu na msifanye ahadi ya kutoa mali yenu, nafsi zenu kwa ulimi tu, bali nyinyi kwa vitendo vyenu mthibitishe ahadi zenu. Kisha Mwenyezi Mungu asema kwa ajili ya maaminio analazimika awe mwenye kufanya sijda, yani afanye juhudi ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na vile vile muzingatie maombi yenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alisema kwamba muaminio katika hali ya sajda anakuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mutafute sajda ya aina hii wakati mtakapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kuweka mapaji ardhini tu si sajda, bali kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wa hali ya juu, kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Mfanye juhudi ya kupata ridhaa yake. Na nyinyi kwa kutoa kila kitu katika njia ya Mwenyezi Mungu na kwa kuacha kibri yenu na vile vile kwa kusahau heshima yenu,
kwa kufuata amri zake mnalazimika kuzingatia na kufuata nidhamu pia na utii wa nidhamu pia. ni kwa sababu ya hii kwamba hii ni amri ya Mwenyezi Mungu kwamba sisi tutii nidhamu, na kitu hiki pia kinatuleta karibu na Mwenyezi Mungu. basi sajda inakuwa kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na sajda hii aina hii inakubaliwa wakati mtu anapokuwa mnyenyekevu. tunatakiwa tutafute hali hii na tupate hali hii. basi tutakapopata nafasi ya kufanya sajda ya aina hii, katika hali hii tutakapokuwa na hamu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, katika hali hii kwa kutumia uwezo wote tunatakiwa kuwahubiri wengine pia kuhusu mambo mazuri, tuwalete karibu na Mwenyezi Mungu. vile vile muzingatie muwahubiri wale ambao wanaendelea kuzama katika dunia, muwalete karibu na Mwenyezi Mungu ili wainame mbele yake, na muwakoe watu wengine ili wasianguke katika madhambi. na hili ni jukumu la kila mwanajumuiya siku hizi. hili ni jukumu tulilolipewa sisi wanajumuiya, kwamba tuwaokoe watu katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema vile vile mkumbuke, kama nimeshawahi kusema hapo awali, kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba muamini mkweli ni yule ambaye analinda mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo muendelee kuzingatia mambo haya na kuzingatia na kulinda mipaka ya Mwenyezi Mungu, yaani mufuate amri zake zote kwa uwezo wenu wote. mufuate mambo yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu na yaliyoelezwa ndani ya Qur'an tukufu, yaliyoelezwa na mtume wake. muzingatie yale mambo pia ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelezea na alitutegemea kwamba tufuate yale mambo. vile vile muzingatie zile nasaha na mufanye juhudi ya kufuata zile nasaha zinazotolewa na halifa. muzingatie imani yenu na amali yenu, mulinde imani yenu na amali yenu katika zama hii. Mwenyezi Mungu alitupatia neema ya uhalifa, kwa hiyo muheshimu neema hii ya Mwenyezi Mungu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuimarisha dini alisema uhalifa ni muhimu sana. na aliwabashiria waaminio wale ambao wanafuata mambo haya yote. basi muendelee kuchunguza hali yenu na muwe miongoni mwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewabashiria kwamba wao ni waaminio hasa. hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba mitambo ya zama hii pia amefanya chini yetu. Jumuiya inatumia malaki dola juu ya MTA, kwa sababu hii ni njia nzuri ya mahubiri na malezi. na zaidi ya hayo yote ni kwamba ni njia ya kuwasiliana na uhalifa. mama moja hapa aliyekuja kukutana nami alisema kwamba hapa hakuna mpango wa malezi ya watoto. Hazur anasema kwamba badala ya kumlaumu mbashiri au viongozi, siku 6 ya wiki mufikirie kwamba watoto wanakuwa pamoja na wazazi au wanakuwa shuleni. wakati wanapokuwa nyumbani, angalau wanahimizwa wasikilize vipindi vya MTA, hususan vipindi vya MTA. hivi watajenga ukaribu na khalifa, na vile vile watapata malezi, na vile vile watajua kuhusu umoja wa jumuiya. basi wazazi, ikiwa wanataka kuokoa kizazi chao kijacho, wao wenyewe pia wanatakiwa kwa wasikilize vipindi vya halifa, vile vile waunganishe watoto wao pia na MTA. wale ambao si wanajumuiya wananiandikia baadhi wakati kwamba kwa kusikia hutuba yako au kipindi fulani tumejua kuhusu mafundisho sahihi ni tukufu ya Islam.
basi mwanajumuiya kwa ajili ya kujifunza mafundisho ya dini na kwa ajili ya kuimarisha umoja wanalazimika kuangalia vipindi vya mta ambamo halifa mtukufu anakuja. Hazur anasema hapa Japan kuna tofauti ya wakati hutuba inayotolewa kule, hapa inakuwa tofauti wakati tofauti, lakini katika mta wanarusha vipindi mara kwa mara katika wakati mbalimbali. Kwa hiyo mnaweza kusikiliza vipindi hivi. Halifa mtukufu anasema kwamba watu wengine wana maradhi moja kwamba wanatafuta makosa ya watu wengine. Hazur anasema badala ya kutafuta makosa ya wengine mufanye mambo ya imara. vile vile viongozi pia awe mwenyekiti wa jumuiya au viongozi wengine wa jumuiya, wao wanalazimika kwa mapenzi na kwa upendo wafanye malezi ya watoto na wasambaze mapenzi na upendo. Badala ya kuongeza ikhtilafu wafanye juhudi ya kusambaza na ongeza mapenzi na upendo. Tunawaambia wengine kwamba mapenzi kwa wote si chuki kwa yeyote, lakini sisi wenyewe tunakuwa na bughudha mioyoni mwetu. Katika hali hatuwezi kupata faida yoyote. Yeyote anayekuwa katika hali hii, yeye kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu abadilishe hali yake hii na walete mabadiliko ndani yao na wawe miongoni na wale ambao Mwenyezi Mungu amewabashiria kwamba wao ni wa kweli. Hazuru anasema baadhi wakati katika majumbani dhidi ya nidhamu ya jumuiya wanafamilia wanazungumza dhidi ya viongozi na wanaona kwamba hili ni jambo la kawaida, lakini mkumbuke kwamba kwa sababu ya hii mnaharibu vizazi vijacho kwa kufanya hivi, na mfikirie kwamba mnadai kwamba tutasambaza mema na tutazuia katika maovu na tutaimarisha mema na tutazuia maovu. Kwa ajili ya hii kwanza kabisa mnalazimika mfuate mwenendo huu katika majumbani kwetu. Pengine mahubiri yetu hayataleta athari, umeshajenga msikiti huu, lakini kama nilivyosema kwamba mutimize haki ya ujenzi wake. Nataka kuwaambia wanajumuiya ambao ni wenyeji wa Japan, wao wajifunze dini na waimarishe imani yao na yakini yao. Wao wasizingatie na wasichunguze kwamba mwanajumuiya mwingine aliyezaliwa katika jumuiya hali yake ikoje. Ikiwa yeye ni dhaifu katika mambo ya dini, nyinyi muwe njia ya mwongozo kwa ajili yake. Nimeshawahi kusema mara chungu mzima kwamba Allah subhanahu wa ta'ala si jamaa wa mtu yeyote, na yule atakayefanya vitendo vizuri na ataboresha ibada zake, msaada wa Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja naye. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kila mwanajumuiya kwa kuchunguza na kwa kuzingatia athari hii aishi maisha yake, na msikiti huu azidishe imani ya kila mwanajumuiya na vile vile ulete mapinduzi katika amali zake. Tusiwe wenye kujenga msikiti kwa shauku ya muda, bali mutimize haki yake kweli kweli. Huzuri anasema sasa nitaeleza maelezo kuhusu ujenzi wa msikiti. Ardhi hii ni 1000 square mraba, ni ghorofa 2. Wale ambao wamekuja hapa wameshaona ujenzi wa msikiti, lakini niwaambie watu wa dunia kwamba msikiti huu ni barabarani, ambayo ni katika barabara kubwa, na barabara hii inaunganisha barabara zote zingine na ipo karibu na exit ya highway, bali barabara kubwa 2 inapita karibu na msikiti huu, na station ya gari pia iko karibu. Kutoka katika station hii treni inafika mpaka uwanja wa ndege wa Nagoya. Kwa sababu ya hii pia kuna urahisi kwa ajili ya watu. Jina la msikiti mimi niliweka Baitul Ahad. Hapa kwa ajili ya baraka jiwe kutoka msikiti wa Mubarak na vile vile jiwe la Darul Masih pia liliwekwa katika ujenzi wake.
katika ghorofa ya kwanza kuna ukumbi mkubwa ambapo watu takriban 500 wanaweza kusali katika ukumbi huu, na katika ghorofa ya pili ni ukumbi kwa ajili ya kina mama, na kuna varanda ambamo tunaweza kuweka hema, na kwa kuweka hema tunaweza kufanya function. Tukichunganya sehemu yote watu kama 700-800 wanaweza kusali hapa. Katika ghorofa ya pili kuna ofisi na kuna maktaba, kuna ukumbi wa lajna, ni nyumba ya bashiri, na kuna guest rooms, ni vyumba kwa ajili ya wageni. Na msikiti huu ilinunuliwa building, lakini baadaye mabadiliko yalifanywa na minara ilijengwa ili picha ya msikiti ionekane. Vile vile dome pia ilijengwa kwa sababu msikiti huu ni barabarani. Kwa hiyo msikiti hii unawavuta sana watu upande wake. Msikiti huu katika Japan, bali katika nchi za kaskazini kama China, Taiwan na Korea ni msikiti wa kwanza wa jumuiya. Mwenyezi Mungu tufungulie njia katika nchi zingine kule jumuiya pia imarike zaidi na iweze kujenga misikiti. Hazur anasema kwamba kama niliyosema kwamba nyumba hii ilinunuliwa kisha baadaye ilibadilishwa katika sura ya msikiti. 2013 Juni nyumba hii ilinunuliwa. Katika ujenzi wake takriban milioni 1.3 na 70,000 yen ilitumika. Takriban hii gharama yote ni milioni 1.2 dola. Katika matumizi haya yote takriban nusu makao makuu ilisaidia, na mchango mwingine ulichanganywa hapa ni jumuiya ndogo, lakini wamejitolea sana, wametoa mali kubwa sana katika ujenzi wa misikiti hii. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema. Wakati sehemu hii iliponunuliwa mwanzoni ilikuwa kwamba msikiti tutapata ruhusa ya kujenga msikiti, lakini baadaye tulipata hali hii kwamba ilionekana ngumu sana kwamba tutapata ruhusa ya kujenga msikiti katika eneo hili. Ilionekana kwamba hatuwezi kutumia sehemu hii kama ni msikiti wa jumuiya na kusajili kwa jina la jumuiya. Wakati fulani mawakili walishauri kwamba inaonekana kwamba kazi hii ni ngumu sana na jumuiya kwa sababu haijasajiliwa hatuwezi kusajili jumuiya hii kwa jina la jumuiya. Kwa hiyo ni vizuri kwamba muache ahadi yenu na msijenge msikiti hapa. Lakini Mwenyezi Mungu aliondoa vizuizi hivi vyote. Wenyeji wa hapa tuliogopa wataleta shutuma kwa sababu mji huu ni mdogo sana na huu ni msikiti wa kwanza katika mji huu. Lakini tulipofanya vikao pamoja na wenyeji wa hapa, Mwenyezi Mungu alifungulia mioyo ya aina hii kwamba wao wakawa radhi. Wengine labda wamekaa hapa ambao walitusaidia. Azur anasema kwamba mambo haya yote yanatakiwa yazidishe imani ya wanajumuiya wa hapa, na wakumbusha tena kwamba wao wanatakiwa wazingatie majukumu yao na watimize majukumu yao. Wanajumuiya walijitolea, kuna matukio yake. Wakati watu walipokumbushwa, walipoelezwa kuhusu ujenzi wa msikiti huu wa Baitul Ahad, mwanajumuiya mmoja katibu wa fedha alipomwambia kuhusu ujenzi wa msikiti, mwanajumuiya mmoja akamchukua katibu wa fedha nyumbani kwake, akasema njoo nyumbani kwangu, yoyote ninayo nitakupatia. Mke wake ni mwenyeji wa Japan. Katibu wa fedha alipoenda nyumbani kwake, huyu bana akaleta madebe mbalimbali na akaweka mbele ya katibu wa fedha. Wakati madebe ilipofunguliwa, jumla ilikuwa
10,000 iliyopatikana ndani ya madebe. vile vile mwenyekiti wa Japan aliandika kwamba tulikuwa tunajua hali ya wanajumuiya wengine ambao si matajiri sana, lakini wao kwa kupunguza matumizi yao kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mwenyezi Mungu walitoa mchango. Na ahadi waliofanya ilikuwa upungufu wa kama 2.5 lakini wanajumuiya wakajitolea sana, wakatimiza ahadi yao waliofanya. Na wale ambao waliwahi kutoa wakaongeza tena mchango, na yote walikuwa wanayo wakatoa katika ujenzi wa msikiti. Kwa hivyo hivi takriban $700,000 ilikusanywa hapa. Kijana mmoja ambaye ni mwanafunzi, yeye anafanya kazi kwa wakati fulani, anapata yen 80,000 mshahara wake. Kila mwezi aliendelea kutoa 50,000 yen katika mshahara wake. Kuna watoto wa Kiahmadiyya ambao wanajitolea sana, wakaleta hela waliweka kwa ajili ya matumizi yao kwa ajili ya ujenzi. Katika watoto hawa kuna binti moja ambaye ametoa mchango mkubwa sana. Yeye zawadi yote aliyopewa wakati mbalimbali alikusanya akatoa zawadi hizi zote. Kwa hiyo jumla aliyokusanya ilikuwa takriban $9,000 ambayo walitoa katika ujenzi wa msikiti huu. Kina mama pia walijitolea sana, walitoa dhahabu yao ya mapambo. Mwanamke mmoja alitoa mabangali 24. Kisha kuna mwanamke mmoja aliyekuja kutoka Pakistan. Samahani, huyu ni mwanamke mwingine ambaye aliyopewa zawadi kutoka kwa mama yake dhahabu, alitoa dhahabu ile. mwanamke mwingine ambaye aliyekuja kutoka Pakistan alinunua jewelry mpya, akatoa hii set yote katika ujenzi wa msikiti, na alinunua jewelry hii kwa ajili ya harusi ya binti yake. Mwenyezi Mungu awajalie baraka sana hawa wote waliotoa michango. Mwenyezi Mungu aiweke baraka katika mali yao na katika nafsi zao. Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongeza katika imani na yakini, na Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote kwamba watimize haki ya msikiti huu. Msikiti huu ikiwa pande moja unaboresha ibada yao, vile vile waweze kuongezeka katika mapenzi na upendo, na kwa kuona mapenzi haya na upendo huu wengine pia wavutike. Majirani ambao walikuwa si wanajumuiya, si waislamu, wao pia walionyesha huruma na mapenzi yao. Mtu mmoja ambaye si muislamu alipojua kwamba wageni wanakuja kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, yeye akatoa nyumba yake kubwa sana ambayo ina ghorofa 3. Akasema kwamba hii nyumba ni kwa ajili ya wageni, wanaweza kuishi hapa. Vile vile majirani wa msikiti walipojua kwamba kwa ajili ya ujenzi wa msikiti wageni wengi watakuja, wao wakatoa parking ya magari kwa ajili ya kuegesha magari. Azuri anasema watu wa Japan wakati wa ufunguzi wa nyumba wanaboresha kwa maovu. Wanajumuiya wawili walipojua kwamba katika Japan jumuiya Ahmadiyya inafungua msikiti, wao wakasema kwamba wakati wa ufunguzi wa msikiti wao wataboresha msikiti kwa maovu. Kwa hiyo wao walitoa msaada wao katika hii. Hazur anasema katika usajili wa msikiti, wakili moja ambaye si mwanajumuiya lakini Muislamu, yeye alitoa msaada mkubwa sana na alifanya kazi kubwa sana. Aliendelea kusaidia upande wa sheria ya nchi, aitwaye Chima Sahebu Yubana. Alitusaidia sana,
ada ya kazi yake ilikuwa takriban $20,000, lakini alisema kwamba jumuiya ahmadia imefanya ihsani juu ya japan, kwa hiyo mimi nitafanya kazi hii bila malipo yoyote. kwa hiyo hakuchukua fees yoyote. katika miili na magazeti pia habari ya ujenzi ilisambazwa katika magazeti makubwa, na katika tv channel pia habari ya ujenzi ilisambazwa. tarehe 11 wa Novemba, wakati ujenzi ulipokamilika, katika gazeti kubwa ya nchi ilitoa habari kwamba waislamu ambao wanapenda amani na usalama, yani jumuiya ahmadia, imejenga msikiti wake wa kwanza katika Aichi prefecture katika mji wa Tashima. msikiti huu ina minara 5. kisha ilielezwa kwamba watu takriban 500 wanaweza kusali ndani ya msikiti huu. kisha gazeti hili iliandika kwamba kusambaza upendo na mapenzi ni sifa ya jumuiya ahmadia, na wanajumuiya wanaishi katika nchi hii, idadi yao ni takriban 200. hawa wanajumuiya wanatoa huduma zao pia. watu hawa walisaidia sana wakati matetemeko yalipotokea katika Kube. vile vile mfuriko uliokuja mwaka huu, hawa wanajumuiya walisaidia upande wa chakula na walitoa huduma zao. Hazur anasema basi hii ni athari ambayo inapatikana juu ya wengine, kwamba jumuiya hii ni yenye amani na yenye usalama, na sisi ni wakilishi wa Islam na tunatoa huduma zetu kwa ajili ya viumbe vyote. Kuendelea na heshima hii ni jukumu la kila mwanajumuiya. Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja, kwamba kila mwanajumuiya aweze kusambaza ukweli huu kwamba Islam ni dini yenye amani na upendo na usalama, na misikiti yetu ni mfano wake, ili katika taifa hili njia za kusambaza ujumbe katika taifa hili ziendelee kutufunguliwa, na taifa hili pia miongoni mwa wale ambao wanaomtambua Mwenyezi Mungu na wanaotambua heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.